wa kumcha Bwana akae pamoja na sisi, katika jina la Yesu naomba, amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko tayari tena kwa ajili ya kumalizia leo. Haleluya. Biblia inasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa ni mkuu kuliko ule wa kwanza, kwa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumzia habari za wokovu. Tumekuwa na wiki nzima nzuri ya kuzungumzia wokovu, na ninaamini mpaka saa hizi unaelewa nini ambacho kimetokea ndani yako ulipookoka, na unaona uimara na sababu ya kuendelea kukaa ndani ya huyu Kristo Yesu. Kwa leo nimekuja kukupa package nyingine tena ambayo ilikuja na inakujaga pale ambapo mtu anaokoka, kitu kingine ambacho unakipata pale ambapo unaokoka. Tutasomea mistari ya kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 3, mstari wa kwanza mpaka wa 4, lakini mstari wa 3 ndo sehemu yetu imara kwenye somo hili. Kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 3 anazungumza, anasema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Kile kipengele cha kwanza ni muhimu sana. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Anazungumza kwa habari ya mtu kujali, anazungumza kwa habari ya kuwa makini na wokovu ambao umeupata. Hasemi tu upokee wokovu, lakini anasema huo wokovu ambao umepokea, ili uweze kukusaidia kupona, inahitajika wewe ujali kwamba nimeokolewa. Maanake wewe uchukulie kwa umakini kwamba umeokolewa, wewe uchukulie kwa umakini kile kilichotokea ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pengine anasema na tushike maungamo ya ili tumaini tulionalo. Maanake tuendelee kushika kile ambacho tumekizungumza kwamba tumeokoka. Lazima tuanze kuendelea kukijali kile ambacho tumekipokea. Haleluya. Sasa leo nizungumza kitu kingine. Ukiokoka, kitu gani kingine kinatokea? Jana tulizungumza kwa habari ya kufanywa kuwa mtu mpya. Tulizungumza kwa ajili ya kufanywa kuwa kiumbe kipya. Tulijifunza kwa habari ya kuvua utu wa kale na kuvaa utu mpya ndani yako. Na tukazungumza kwa habari ya kuwa mtu wa roho, kutoka kwa mtu wenye tabia ya asili na kuwa mtu wa tabia ya roho. Na nilikwambia jana, mazingira ya asili hayawezi kukuzuia tena. Tunayaelewa mazingira ya asili, lakini sio ukomo wa kile ambacho tunaweza tukakifanya, kwa sababu tayari tuna Kristo Yesu. Hatuzuiliwi tena na mazingira ya asili. Haleluya. Leo nataka tuzungumze jambo hili. Unapookoka unapewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu au mwana wa Mungu. Unapookoka unapewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu au mwana wa Mungu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 12. Soma 11 na 12 itakuwa vizuri. Yohana sura ya 1 mstari wa 11 na wa 12. Maandiko yanasema, alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Anasema alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nizungumze hivi kwanza. Chochote ambacho kinaendelea kwenye maisha yako kibiblia, kile kitu ambacho inabidi kitokee kwenye maisha yako, inabidi tu iwe kile kitu ambacho umekipokea, kitu ambacho umekiruhusu. Kitu ambacho hujakiruhusu na chenyewe hakiruhusiwi kuwepo kwenye maisha yako. Ndivyo Biblia inavyozungumza. Hata kama Yesu ni Mungu, hata kama Yesu ndiye aliyetuumba, anapokuja ili aingie kwenye maisha yako, inabidi umpokee. Ukimkataa halazimishi kuingia ndani yako. Haleluya, haleluya. Ukimkataa Yesu, haijalishi kwamba yeye ndiye aliyekuumba, haijalishi kwamba yeye ndiye ana vitu vya maana, haijalishi ana mpango mzuri kiasi gani, hata Yesu haruhusiwi kuingia ndani yako isipokuwa umempokea. Ndio maana anasema nasimama mlangoni, nafanyaje? Nabisha. Mtu akinifungulia nitaingia ndani yake. Maana yake kama utakataa kumfungulia, hana uwezo wa kuingia ndani yako. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8, hatutarudi hiyo Yohana. Twende Matendo ya Mitume 1:8. Matendo 1:8. Hebu soma hilo andiko kwa nguvu pale ubaoni, anasemaje? 1, 2, 3. Lakini mtapokea nguvu
Hajasema lakini mtawapa nguvu, anasema lakini mtafanyeje? Mtapokea nguvu. Maanake Mungu anaachiliaga nguvu zake, lakini sisi ni lazima tupokee hizo nguvu. Tukizikataa, haijalishi kama Mungu ameachilia nguvu, hatuwezi kuzipokea hata hizo nguvu. Kwenye ufalme wetu, chochote ambacho tunatakiwa tukipokee, chochote ambacho inabidi tuwe nacho, inabidi tukipokee. Tusipopokea, haijalishi hicho kitu ni cha muhimu kiasi gani, hatuwezi kutembea nacho. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Marko 11 mstari wa 23 na 24, nikupe namna ya kupokea vitu vya maombi. Marko 11:23 na 24. Angalia utaratibu. Yesu alitupa kitu cha maana sana. Anasema hivi, hebu tusome andiko kwa pamoja. 1, 2, 3, ninasemaje? Amini nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Mstari wa 24 ndio pointi yangu. Anasemaje? Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Hajasema kwamba mkiomba tu yatakuwa yenu. Anasema yoyote myaombayo mkisali, aminini kwanza mmefanyaje? Mnayapokea. Ukiyapokea kwanza ndipo yanakuwa yako. Usipoyapokea hayawi yako. Kumbe kwenye maombi kuna hizi kanuni. Ya kwanza unasema kuna kitu ambacho unakitamani. Ukisha kitamani unaenda kwenye jambo la pili, unakiomba. Anasema yote mniombayo, unaenda unakiomba. Baada ya kukiomba inabidi ukipokee kwanza, alafu ukikipokea jambo la nne ndio linakuwa ya kwako. Narudia huo utaratibu, ninakitamani au ninakihitaji, then ninakiomba. Baada ya kuomba nafanyeje? Baada ya kuomba ninakipokea. Kupokea haimaanishi inakuwa nacho mwilini. Kupokea ni sentensi ya ndani, ni kitu cha imani. Ninakipokea hata kama huku nje hakijaonekana. Nikikipokea ndani yangu, ndipo kinakuja kwenye level ya 4 ambacho kinakuwa cha kwangu. Hakitaweza kuwa cha kwangu kama sijakipokea ndani kwanza. Inabidi nikipokee ndani kwanza, ndipo hicho kitu kiwe cha kwangu. Nikikataa ndani, haijalishi Mungu alikuwa ananiletea, hakiwezi kutokea. Nakumbuka wakati Hana anaomba, yule Hana mke wa Elkana, wakati amemimina moyo wake, kuhani Eli akamwambia nenda zako kwa amani, si ndio? Alimwambia kwanza, nimeona umeelewa. Akasema sijaelewa, nimemimina moyo wangu kwa Bwana. Akamwambia nenda zako kwa amani, uwe na hiyo haja yako. Biblia inasema yule mwanamke akaondoka, wala uso wake haukunjamana tena. Uso wake haukunjamana wakati bado hana mtoto. Ni kweli hana mtoto, hana mimba, lakini ameshapokea mtoto moyoni mwake. Akimpokea mtoto moyoni mwake, hana haja ya kukunjamana uso tena, kwa sababu imani imeshapokea hata kama akionekana mwilini. Kwa hiyo alipokea hata kabla ya kuwa nacho. Lazima ujifunze kupokea moyoni mwako kabla hakijaonekana nje. Kama Hana ambavyo alipokea, alafu akaondoka kwenye maombi, ana shangwe, akaondoka kwenye maombi, ana furaha. Ukimuuliza Hana, una ujauzito? Anamwambia sina ujauzito. Lakini kwa nini una furaha? Anasema nimeshampokea Samueli wangu moyoni kwanza. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo inavyotakiwa iwe hivyo kwenye maisha yako. Unatamani kitu, baada ya kutamani unaingia kuomba. Ukianza ukiomba, usisubiri eti ukione ndio uamini uanze kumshukuru Mungu. Anasema hivi, unakipokea kwanza. Ukikipokea ndipo kitakuwa cha kwako. Hakiwezi kuwa cha kwako kama hujakipokea. Hebu sema ninakitamani, ninakiomba, ninakipokea moyoni, kinakuwa cha kwangu. Rudia tena, sema ninakitamani, ninakiomba, ninapokea moyoni, ndipo kinakuwa cha kwangu. Ukikosea kwenye eneo la kupokea hapa moyoni, unaweza ukakuta Mungu amekuandalia mambo mengi mazuri na umewahi yaomba, lakini kwa sababu tu hujajifunza kupokea kwa imani, ukakuta huna hayo mambo. Sasa angalia, hata wokovu ni hivyo hivyo. Yesu alivyotuletea wokovu, inabidi tupokee. Tusipopokea, anasema amekuja kwa walio wake, lakini amekuja kwake, lakini wale walio wake hawakumpokea. Akasema angalau kuna watu walipokea, lakini wale waliompokea kuna kitu, wale waliompokea kuna kitu akawapa cha msingi sana. Anaposema alikuja kwa ajili ya walio wake, maana yake anasema nimekuja kwa ambao ni wa kwangu, lakini walio wangu ndio ambao wamenikataa. Kwa hiyo wokovu ni kwa ajili yako, lakini unaweza ukaamua kupokea wokovu au kukataa wokovu. Sasa anasemaje? Wale waliompokea, kitu kimoja hapo alichowapa, aliwapa kitu kinaitwa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Napenda andiko lilivyoandika, alijasema aliwafanya watoto wa Mungu, limesema kwanza aliwapa uwezo
wa kufanyika watoto wa Mungu. Maana yake kuna uwezo waliingiziwa ndani, inabidi wautumie huo uwezo ili wawe watoto wa Mungu. Haleluya! Hakuwapa moja kwa moja nafasi tu ya kuwa watoto wa Mungu, aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Watoto wa Mungu. Huo uwezo inabidi waanze kuutumia, na huo uwezo wakianza kuutumia ndipo wanakuwa watoto wa Mungu. Uwezo huo ni nini? Ni uzima wake ndani yetu, unaitwa Roho Mtakatifu. Wote anayempokea anaachiliwa Roho wake ndani yetu, anatupa Roho Mtakatifu ndani yetu. Akitupa Roho Mtakatifu ndani yetu, kitu kimojawapo cha msingi kinachoanza kutokea, anakuja Roho Mtakatifu kama Roho wa Mwana, anakuja kama Roho wa Mwana. Biblia inasema hivi, tulipokuwa wana, Mungu alitumia Roho wa Mwanawe ili tufanyike kuwa watoto wake, na kwa huyo Roho wa Mwanawe tunalia Aba, yaani Baba. Nisikilize, Roho Mtakatifu ni Roho wa Baba, Roho Mtakatifu ni Roho wa Mwana pia, Roho Mtakatifu ni Roho wa Baba na Mwana kwa pamoja pia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna ufunuo wa Roho Mtakatifu ambapo anaweza akajifunua kama Roho wa Baba. Akijifunua kama Roho wa Baba, akijifunua ndani yako kama Roho wa Baba, anakupa ile mamlaka ambayo Mungu Baba anakuwa nayo. Lakini akijifunua ndani yako kama Roho wa Mwana, anakupa wewe kumwona Mungu kama Baba. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Yesu alipokuja anaposema nimewapa uwezo wa kufanyika watoto, maana yake nimewapa Roho Mtakatifu. Nimewapa Roho Mtakatifu ili ajifunue ndani yenu kama Roho wa Mwana. Mwe mna ile hali ya kujiona nyie ni wana wa Mungu, mwe mna ile hali ya kumuona Mungu ni baba yenu. Unakuwa sio jambo la kujitahidi kumtazama Mungu kama baba, unasikia mahusiano ndani yako ya kwamba Mungu ni baba yangu, kwa sababu huo uwezo wa kuwa mtoto upo ndani yako. Haleluya, haleluya. Ndio maana yakuwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna mahali pengine utamwona Roho Mtakatifu akifunuliwa kama Roho wa Mwana, na ukiona amefunuliwa kama Roho wa Mwana ujue ina maana kubwa sana. Nenda kitabu cha Wagalatia 4:6. Wagalatia 4:6 anasema hivi, kwa kuwa ninyi mmekuwa wana. Angalia hiyo kitu, kwa kuwa ninyi mmekuwa wana. Mungu alipoona tumekuwa wana akafanyeje? Mungu alimtuma Roho wa Mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Aligundua kama tumekuwa wana, hatutahisi huo wana, hatutafurahia huo utoto, isipokuwa tu Roho Mtakatifu ameingia ndani yetu kama Roho wa Mwana. Ni kweli anaweza akajifunua kama roho mwenye nguvu, anaweza akajifunua kama moto, anaweza akajifunua kama upepo, lakini kitu kimoja hapo ambacho anaamua kujifunua nacho hapa ni kama Roho wa Mwana, ili sisi tujione kuwa wana wa Mungu. Tumepewa uwezo, wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Tunapewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, tunaanza kuona sisi ni watoto halisi. Ndio maana kitu kimojawapo ambacho nina uhakika nacho, na mtu yeyote aliyeokoka kwelikweli ana uhakika nacho, ana uhakika kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kinachomfanya awe na huo uhakika ni kwa sababu amezaliwa kwa Roho. Biblia inasema kilichozaliwa kwa Roho wa Mungu ni Roho, si ndio? Roho yako inazaliwa kwa Roho, inazaliwa upya kwa Roho Mtakatifu unapozaliwa mara ya pili. Wakati Nikodemo ameenda kuongea na Yesu akamwambia hivi, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kurithi ufalme wa mbinguni. Ikabidi Nikodemo aseme, inawezekanaje mtu mzima akaingia kwenye tumbo la mama yake? Akasema sio hicho, ni kilichozaliwa kwa Roho, ni Roho. Maanake tunazaliwa kwa Roho Mtakatifu, na tukizaliwa na Roho Mtakatifu tunakuwa wana. Hatupewi Roho wa Baba wakati huo, tunafunuliwa Roho Mtakatifu kama Roho wa Mwana, na tunaanza kujisikia kwamba sisi ni wana halisi wa Mungu. Haleluya, haleluya. Ngoja niweke vizuri zaidi. Kuna utofauti wa kuwa mtoto wa Mungu na kuwa mwana wa Mungu. Kuna utofauti wa kuwa mtoto wa Mungu na mwana wa Mungu. Ndio maana lile andiko limesema hivi, wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Watoto. Lakini kibiblia mtoto akiwa mdogo sio mwana, si ndio? Ngoja nirekebishe hapo. Kuna utofauti kati ya mtoto na mwana. Ukisema mimi ni mwana wa Mungu, unamaanisha mimi ni mtoto niliyekomaa. Ndio maana Biblia inasema hivi, mrithi awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Unaweza kuwa na mtoto labda na miaka
mitano au miaka 6, sawa, ukanunua gari ukaandika kwa jina la mtoto, maana kile huo urithi wa huyo mtoto, si ndio? Ni gari lake, si ndio jamani? Lakini unaweza ukachukua funguo ya gari ukampa mtoto miaka 5. Kwa nini umpi? Hata kama ni la kwake, lakini haijakuwa kiwango cha kufikia kuwa mwana ili apewe hilo gari. Kwa hiyo unaweza ukaja ndani ya Mungu ukawa mtoto wa Mungu. Mungu anakuangalia kama mtoto, lakini anajua kuna vitu sitakupa mpaka ukomae, utoke kwenye utoto uje kuwa mwana wa Mungu. Ukifikia kiwango cha kuwa mwana ndio nitakupa hivi vitu, lakini ukibaki kuwa mtoto kila siku sitakupa. Haleluya! Hebu sema sitabaki kuwa mtoto kila siku, nataka nifikie kuwa mwana. Haleluya! Kwa hiyo tunasoma hilo andiko. Kwa sababu unaweza ukawa mrithi lakini ukaendelea kuwa mtoto. Ukibaki kuwa mtoto kila siku halitakusaidia. Wagalatia 4:1. Rudi hapo hiyo Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza. Hebu tulisome hilo andiko kwa pamoja ubaoni. 1, 2, 3 anasemeje? Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Amepewa yote, yeye ni bwana wa yote, lakini kwa sababu amebaki kuwa mtoto hatakuwa na tofauti na mtumwa. Ataendelea kuishi maisha ya kitumwa, ingawa Mungu anataka aishi maisha ya kifalme. Anatakiwa aishi maisha kama Bwana, anatakiwa kuishi maisha kama yuko juu ya yote, lakini kwa sababu hakui, kwa sababu hakomai kiroho, atajikuta kila siku hapokei vitu kutoka kwa Mungu. Mungu hawezi kukupa baadhi ya vitu akiona bado unabaki kwenye utoto. Ndio maana lazima utake kukua. Hebu sema nataka kukua. Sema ndio nataka kukua. Kwa lazima utake kukua kiroho, lazima utake kukomaa kiroho. Ukiendelea kubaki kama mtoto wa Mungu, kuna vitu hutapata, kwa sababu ulimwengu hausubiri watoto wa Mungu. Biblia inasema ulimwengu unasubiria kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Huko nje hawasubiri watoto wa Mungu, huko nje wanasubiria wana wa Mungu, watoto waliokomaa. Haleluya! Ulimwengu unasubiria kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Ulimwengu hausubirii hata mara moja watu ambao wanaitwa watoto. Haleluya! Kitabu cha Warumi ulimwengu unasubiria kudhihirishwa kwa wana wa Mungu, hata mara moja hausubirii kudhihirishwa kwa watoto. Warumi sura ya 8 mstari wa 19. Warumi sura ya 8 mstari wa 19. Warumi sura ya 8:19. Biblia inasemeje? Anasema kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa watu gani? Kwa wana wa Mungu. Kumbe viumbe vyote duniani vinakusubiria wewe ufunuliwe, lakini sio ufunuliwe kama mtoto, inabidi ufunuliwe kama nani? Mwana. Angalia, Yesu alipokuja alitupa uwezo wa kufanyika nini? Watoto wa Mungu, lakini anataka tuutumie huo uwezo, tutoke kuwa watoto wa Mungu twende kufanyika kuwa wana wa Mungu. Narudia tena, Yesu ametupa uwezo ili tuwe watoto, alafu huo uwezo wa kuwa watoto wa Mungu tukiutumia, tunatoka kuwa watoto wa Mungu, tunafikia level ya kuwa nini? Wana wa Mungu. Haleluya, haleluya. Ndio maana anasemeje kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Warumi 8:14. Hebu tusome hilo andiko kwa pamoja hapo ubaoni kwa nguvu kweli kweli. 1, 2, 3 anasemeje? Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Oho, kumbe waliopewa uwezo wanakuwa watoto,
lakini wakianza kuongozwa na Roho wanatoka kuwa watoto, wanafikia kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo nikipewa tu Roho Mtakatifu ninakuwa mtoto wa Mungu, lakini nikianza kuongozwa na Roho Mtakatifu ninatoka kuwa mtoto wa Mungu, ninaingia kuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu sio tu wenye Roho Mtakatifu, wana wa Mungu ni wale wanaoongozwa na Roho Mtakatifu. Haleluya! Na Yesu anapambana tuweze kuirejesha hii nafasi ya kuwa wana wa Mungu, kwa sababu hii nafasi tuliipoteza kwenye bustani inaitwa Eden. Tulikuwa ni wana pekee wa Mungu, si mnakumbuka? Lakini Adam akauza nafasi yetu ya heshima sana, akampa Shetani. Si unafahamu? Ngoja niwape kidogo ranks za ufalme wa Mungu zilivyokuwa, viwango vilivyokuwa kabla Adam hajakosea. Nipe kitabu cha Zaburi sura ya 8 kuanzia mstari wa 4. Zaburi sura ya 8 kuanzia mstari wa 4. Hebu tusome ile andiko, Zaburi 8 kuanzia mstari wa 4. 1, 2, 3 anasemaje? Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Mstari wa 5. Soma ile andiko kwa pamoja, liangalie vizuri. 1, 2, 3 anasemaje? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Okay, Mungu anasema hivi, mwanadamu amefanyika mdogo punde kuliko Mungu. Maanake kwenye viwango vya Mungu alivyokuwa ametuumba mara ya kwanza, Mungu ndo alikuwa anakaa namba 1. Hebu sema Mungu alikuwa namba 1. Alafu unajua namba 2 alikuwa nani? Mwanadamu amefanyika mdogo punde kuliko Mungu. Na anasema mdogo punde kuliko Mungu, anasema ni namba 2 fulani, yani ilikuwa inakaribiana na namba 1. Ndio maana tumeumbwa kwa mfano wake. Haleluya. Tukapewa nafasi ya pili. Akitoka Mungu anafuata nani? Mwanadamu. Namba 3 wakawa nani? Namba 3 wakawa malaika. Malaika ndio wakawa chini pale, chini ya wanadamu. Malaika ndio maana wanaitwa watumishi wetu. Malaika hawako juu yetu, malaika wako chini yetu. Malaika ni watumishi wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Malaika walikuwa wanakaa nafasi ya 3 kututumikia sisi. Alafu unaenda namba 4, anakuja nani? Namba 4 ilikuwa ni dunia nzima na mifumo ya dunia yote, ilikuwa ndio inakaa nafasi ya 4. Alafu nafasi ya 5 na ya mwisho ndio walikuwa wanakaa Shetani na nguvu zake na mapepo yake na majini yake. Walikuwa wanakaa nafasi ya ngapi? Ya 5. Shetani alipoenda kwa Adam akamdanganya Adam, Adam akaondoka kwenye nafasi ya pili, akapoteza ile nafasi ya Adam. Shetani ndio akachukua ile nafasi ya pili, akarudi yeye pale. Kwa hiyo akawa akitoka Mungu, anayefuata nani? Shetani. Hata malaika wakawa chini ya Mungu. Ndio maana kwenye kitabu cha Yuda Biblia inasema hivi, wakati Mikaeli anashindana na Shetani, alishindwa hata kumkemea. Akamwambia hivi, Bwana akukemee. Kwa nini anamwambia Bwana akukemee? Kwa sababu sasa Shetani umechukua nafasi ambayo ni ya pili kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo aliye juu yako ni Mungu tu. Hata mimi Mikaeli sina uwezo wa kukemea. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kuna kipindi Shetani alikuwa mbabe hata kwa malaika. Ngeuke jirani yako mwambie tujifunze kiualimu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu cha Yuda 1 mstari wa 9. Yuda 1 mstari wa 9. Yuda 1:9. Huoni Shetani wakati huo, kipindi fulani, wakati amepewa nafasi ya mwanadamu, Adamu ameporomoka kutoka nafasi ya pili ya heshima, ameenda nafasi ya 5 aliyokuwepo Shetani. Alafu Shetani amekaa nafasi ya pili hata juu ya malaika ambao wako nafasi ya 3. Yuda 1:9. Yuda 1:9. Yuda 1:9. Hebu tulisome hilo andiko ubaoni. 1, 2, 3 tusome, anasemaje? Lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na Ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu, bali alisema Bwana anakukemea. Kwa nini Mikaeli anamwambia Shetani Bwana anakukemea? Anasema ninajua saa hizi level uliopo. Kumbuka anazungumza kwa habari ya mwili wa Musa, maana yake Yesu hajaja bado. Kwa hiyo bado Shetani yuko nafasi ya pili. Kwa hiyo anamwambia hivi Shetani, ninajua aliye juu yako ni Mungu tu, mimi sina hata uwezo wa kukukemea, Bwana ndo akukemea. Haleluya. Sasa angalia, Yesu alipokuja, ndio maana siku ile Yesu alipoingia kwenye bustani ya Eden, akamuuliza Adamu, uko wapi? Nilitegemea nikukute kwenye nafasi ya pili, sikuoni kwenye nafasi ya pili.
kwa sababu Mungu anapouliza uko wapi, Mungu anaona kila kitu. Ilibidi asiulize swali la namna hiyo, si ndio? Ilibidi Mungu ajue Adamu yuko wapi, lakini anapomuuliza Adamu uko wapi, anamwambia Adamu uko wapi, kwa sababu anaangalia kwenye nafasi ya pili, mtu ambaye amefanyika mdogo punde kuliko Mungu. Hamkuti Adamu, anamkuta Shetani. Ikabidi aulize Adamu uko wapi? Mbona umepoteza nafasi yako kama mwana, umepoteza nafasi yako kama mwana, sikuoni kwenye position ya kuwa mwana wa Mungu. Adamu sasa amejificha. Haleluya, haleluya. Sasa angalia, Yesu alipokuja akampiga Shetani pale msalabani, akamtoa nafasi ya pili, akamrudisha Shetani nafasi ya tano, chini kabisa ya mifumo yote. Alipomrudisha nafasi ya tano, yeye akakaa pale nafasi ya pili, lakini akaweka condition, akaweka kanuni. Hii nafasi ya pili, nitakaa na wale wanaonipokea, wasionipokea watabaki nafasi ya tano. Umeelewa hiyo kitu? Kwamba hapa namba mbili, nitakaa na wanadamu kweli, lakini nitakaa na wanadamu walionipokea. Kwa hiyo saizi kwenye mtiririko wa vyeo mbinguni, unaona wanadamu wako kwenye nafasi mbili. Nafasi ya kwanza amekaa Mungu, nafasi ya pili yuko Yesu na wanadamu waliompokea Yesu, na ukienda nafasi ya tano kule chini unamkuta Shetani na wanadamu waliomkataa Yesu. Kwa hiyo unaona wanadamu wanajitokeza maeneo mawili. Ndio maana wanaokaa chini ya Shetani na wanaokaa ule ambao Shetani yupo, unaona hata mifumo ya dunia inawatesa. Nilikuwa nazungumza hapa jana kwamba mifumo ya dunia ikiwekea full stop, na wenyewe wanaona maisha yameishia hapo, ila sisi ambao tuko juu ya mifumo ya dunia, haleluya, tukiwekewa full stop tunaenda zaidi ya hapo alipotuwekea full stop. Wale waliompokea, hebu sema tena, wale waliompokea. Mbona unapewa hiyo nafasi ya kuwa mwana na unaanza kuongozwa na Roho, unafanyika mwana wa Mungu. Ulipewa kama mtoto wa Mungu, lakini ukianza kuongozwa na Roho unakuja kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Sasa angalia, faida mojawapo ya kuwa mwana wa Mungu ni hii. Ndio maana inabidi kuokoka. Ukiokoka unakuwa mwana. Ukiwa mwana, kitu kimojawapo unachopewa ni kuwa mrithi. Nenda kitabu cha Ibrania, tulisoma mstari wa Galatia, tulisoma Galatia 4, tulisoma mstari wa 6. Sasa weka mstari wa 6 na wa 7. Wagalatia 4 mstari wa 6 na wa 7. Anasema hivi, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu, mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwenu, aliaye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali u mwana, na kama u mwana, basi u mrithi kwa Mungu. Hebu sema nimekuwa mrithi. Sema nimekuwa mrithi. Haleluya. Kwa hiyo ulipofanyika mwana wa Mungu, kazi mojawapo ya hiyo nafasi ni kukupa kuwa mrithi. Angalia, Roho Mungu tumepewa ambaye Biblia inasema analia Aba, yaani Baba. Kwa wanatheolojia wanafahamu neno Aba, mtu wa kwanza kulitumia kwenye maandiko ni Yesu. Alikuwa anatufunulia kusema hivi, sitaki mumtumie Mungu kama baba mnayemfahamu. Nataka niwape kwamba Roho akija mioyoni mwenu atalia Aba. Kulia Aba maana yake ni mahusiano kati ya mwana na baba yenye ukaribu, sio mahusiano mnayoyafahamu ninyi. Angesema baba kawaida, wale Waisraeli wangechukulia uhusiano wa wao kama mababa na watoto wao, wangeishi ndio uhusiano na Mungu na watoto wao wanapoenda, kwa sababu unajua mababa wa Kiyahudi ni watu walionyoka namna hii. Haleluya! Kama umekutana na baba mkoloni, utaelewa, hutaelewa kirahisi sana Mungu akisema ni baba yako. Narudia, ukikutana na baba mbabe, hutaelewa sana Mungu akisema mimi ni baba yako, kwa sababu utajaribu kupima uhusiano uliokuwa nao na baba yako ndio ulete uhusiano na Mungu na wewe, utaona haitaeleweka. Ndio maana Yesu akasema sio baba, tutumie neno Aba. Hii ni maneno ya kimahusiano. Ule baba ambaye unaweza ukamdekea, baba unaweza ukamrukia. Haleluya. Ni wale mababa ambao kwa Kiingereza tunawaita daddy. Haleluya. Hatuwaiti father, tunawaita daddy. Ndio maana Yesu akasema huyu ni Aba, huyu ni daddy. Tunaweza tukamwambia kila kitu. Baba ambaye unaweza ukashare naye mambo ya ndani, baba ambaye naye anaweza kashare na mambo yako. Wale baba ambaye anaweza kumwita mtoto wake akamwambia siku kuna jambo linamsumbua, nikwambie hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Baba ambaye anaweza kumwambia mtoto wake siri zilizopo moyoni mwake. Sio wale mababa wa zamani asema akiingia ndani kila mmoja anatafuta chumba cha kwenda kulala. Sio wa namna hiyo. Ndio maana Yesu akasema sio father, ni Aba. Haleluya.
Sasa angalia, anasema na kwa sababu tumekuwa wana, tumepewa hivi, sisi si watumwa, na kama si watumwa tumepewa kuwa warithi, warithi wa Mungu. Tunarithi vitu kutoka kwa Mungu. Kama Yesu anavyorithi kutoka kwa Mungu, ndivyo na sisi tunarithi kutoka kwa Mungu. Hebu sema tunarithi kama Yesu. Sasa ngoja nionyeshe baadhi ya vitu ambavyo Yesu amevirithi kutoka kwa Baba, na kwa sababu Yesu amevirithi, ukiokoka na unakuwa mrithi wa hivyo vitu. Oh, haleluya! Ukiokoka Yesu anakupa hivyo vitu kuweza kuvirithi. Kitu cha kwanza mojawapo ambacho umerithi ni umiliki wa mifumo ya dunia. Kitabu cha Ufunuo Yohana mstari wa 5, Ufunuo Yohana 5 mstari wa 9 na wa 10. Ufunuo Yohana 5:9 na 10. Ufunuo Yohana 5:9-10. Angalia, ukiwa mrithi, kitu kimojawapo unachopewa kurithi ni mifumo ya utawala wa hii dunia. Ndio maana lazima ujijue kama mtawala. Ndio maana Biblia imesema uwe mwana, kwa sababu unakuwa bwana wa yote. Mifumo yote ya dunia inabidi ikutii. Umepewa kuwa bwana wa yote. Hebu tulisome ile andiko 1:2-3, wanasemaje? Nao waimba hivyo pia wakisema, wastahili wewe ukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Kipengele cha mwisho anasemeje? Nao wanamiliki juu ya nchi. Hebu sema tunamiliki juu ya nchi. Sema tena tunamiliki juu ya nchi. Yesu kitu kimojawapo ambacho amepewa na Baba. Mnakumbuka shetani alitamaniki ampe Yesu hivi vitu, akamchukua Yesu akampeleka juu ya kinara, akamwonyesha miliki zote za dunia, si ndio? Mnakumbuka hizo kitu? Akasema hivi vyote nitakupa ukinisujudia. Yesu akasema hamna, najua nikikusujudia naweza nikavipata hivi vitu, lakini ninafahamu njia nyingine ya kuvipata bila kukusujudia wewe. Nikimsujudia Mungu pia ninaweza nikavipata hivi vitu. Kwa hiyo sina haja ya kukusujudia wewe, hata nimsujudie Mungu anipe hivi vitu. Akawa mmiliki wa vitu vyote. Anapovuka anasema, tazama, nimepewa mamlaka yote ya juu mbinguni, ya duniani na kuzimu. Hapo akatuambia basi enendeni. Anapotuambia basi enendeni, anamaanisha nini? Anasema mamlaka niliyopewa ndio mamlaka niliyowapa pia. Mamlaka nilionayo duniani ndio mamlaka niliyowapa. Mamlaka nilionayo mbinguni ndio mamlaka niliyowapa. Mamlaka nilionayo kuzimu ndio mamlaka niliyowapa. Ndio maana anasemeje? Mtasema mtalifunga neno duniani, litakuwa limefungwa na mbinguni. Mtakaolifungua duniani, mtalifungua na mbinguni. Kwa sababu gani? Nimewapa mamlaka duniani, na hiyo mamlaka nimewapa na mbinguni pia. Anasema yeye ndiyo Petro, na ndiyo mwamba huu nitalijenga kanisa, malango ya kuzimu hayatalishinda. Maana yake nini? Nimewapa na mamlaka kuzimu pia. Mna mamlaka duniani, mna mamlaka mbinguni, mna mamlaka kuzimu. Haleluya, haleluya. Anachokifanya ametupa kumiliki. Unakumbuka tusoma yale maandiko wakati tunazungumzia kuhusu mauti, anasema mauti itawala kwa tangu Musa, si ndio? Alafu akasema hivi, lakini wale watakaomwamini Kristo, wale ambao wapo ndani ya Kristo, wanatawala katika uzima kwa neema. Kumbe kipindi ambacho Yesu anatawala, sisi ndio tunaotawala dunia, ila tunatawala kwa mfumo unaitwa neema. Lazima ufahamu Yesu amekupa kuwa mrithi wa mamlaka zake, mrithi wa utawala wa mifumo yote ya dunia. Haitakiwi kubabaisha, kila kitu inabidi vikutii. Nisikilize, kila kitu kinasikia. Unaweza ukazungumza na chochote na kikakutii. Umepewa kurithi vyote. Kwa hiyo kuonyesha kitu kingine unachorithi. Kitu kingine ambacho unarithi ukiwa mrithi, unarithi jina la Yesu. Unarithi jina la Yesu. Ngoja niambie kitu, si mnafahamu? Jina la Yesu sio jina lake. Jina la Yesu halikuwa jina lake. Yohana anaandika kitabu cha Ufunuo kwamba alipokuwa huko mbinguni aliitwa neno la Mungu. Kwa hiyo kabla hajaja duniani alikuwa haitwi Yesu. Mungu alipokuwa anamleta Yesu duniani ndio aliamua kutoa jina lake kuliko majina yote, jina linalopita kila jina, ambalo linaitwa jina la Yesu, ndio akampaga Yesu. Lakini akamwambia Yesu, nakupa ile jina linapita majina yangu yote. Unajua Mungu ana majina mengi, si ndio? Si Jehova Rafa, Jehova Jireh, si ndio? Anamwambia Musa, kwa jina hili Jehova sikujifunua kwa kina Ibrahim. Kwa Ibrahim nilijifunua kama Mungu Mwenyezi. Umeona? Kwa hiyo anasema kuna jina nilijifunua linaitwa Mungu Mwenyezi. Kuna jina nilijifunua lilikuwa linaitwa Jehova. Kuna jina lilikuwa linaitwa Adonai. Kuna jina linaitwa Jehova Rafa, Jehova Nisi. Lakini pamoja na kujifunua majina hayo yote, akasema kuna jina moja siwapi ninyi wote,
Isaya kati anaona maono kuhusu Yesu, akaangalia hilo jina akashindwa kuliona, akasema guys, ninatamani niwaambie hilo jina ni jina gani, lakini hata mwenyewe silioni. Kikubwa ninachowaambia, hili jina litakapotembea duniani, mtakachokijua ni kama Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hiyo tumuite tu Emmanuel. Haleluya. Akaamua kuweka conclusion nyepesi kwamba huyu jamaa atakapotembea, ninaona ni Mungu anatembea katikati ya wanadamu. Sasa sielewi tumuite jina gani, basi tutumie Emmanuel, lakini wale watakao kuja watapata jina halisi ni jina gani. Umeona hiyo kitu? Yakobo siku moja alikutana na Yesu, tunakumbuka? Alipopishana na mweleka, wengi wanafikiri alikutana na malaika, alikutana na malaika. Biblia inasema Yakobo alikaa peke yake, alafu mtu mmoja akashindana naye. Alafu yule mtu akamwambia hivi, kwa mwishoni, umeshindana na Mungu na mwanadamu, nao umeshinda. Ni Yesu peke yake ambaye ni Mungu na mwanadamu. Hakuna mtu yote ambaye ni Mungu na mwanadamu isipokuwa Yesu. Ndio maana Yakobo alipogundua jamani Yesu, aligunduaje? Jamaa alimwambia hivi, kuanzia leo utaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Akasema haiwezekani, mtu gani ana uwezo kubadilisha jina langu? Mtu gani anaweza kubadilisha jina langu namna hii? Akajua huyu sio malaika wa kawaida. Siku nyingine nakutanaga na malaika, ila huyu sio malaika. Akamwambia tafadhali uniambie jina lako. Yakobo alikuwa mjanja. Alitaka apewe jina la Yesu ili aanze kulitumia kwenye agano la kale. Angeenjoy maisha. Akaona sina haja ya kuendelea kupambana hivi kutafuta baraka. Kila siku kilipa tu ili jina, najua baraka zitakuwa nazo. Kwa hiyo niambie tu jina lako, una haja hata kulibadilisha mimi jina. Wewe nipe hilo jina lako. Yesu akasema kwa nini unataka kulijua jina langu? Hapo anasema akabariki huko akaondoka. Hakumpa hilo jina kwa sababu alikuandaliwa, alipokea yeye, iliandaliwa kwa ajili yetu. Haleluya. Na ndio maana hata sisi wenyewe tukulipokea hivi, ilibidi malaika atangulie atume ujumbe. Aisee, msimuite jina lolote. Utazaa mwana na utamuita jina lake Yesu. Haleluya. Kwa hiyo jina la Yesu halikuwa jina la Yesu, halikuwa jina lake. Mungu anasema hivi, Yesu ninapokutuma saizi uende duniani, ndio nakupa jina langu linalopita kila jina, linaitwa jina la Yesu. Nenda nalo mwanangu, kadhihirisha, kwa sababu wewe unaenda kunidhihirisha mimi kwenye kiwango chote, unaenda kunifunua mimi kama Mungu halisi. Nenda kanifunue na hili jina ambalo limepita majina yote, lakini inabidi ulitendee haki. Ndio maana Biblia sasa alipokufa na kufufuka, Mungu akamwadhimisha mno, akalifanya lile jina kwamba kwa kila jina, kwa jina hilo kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri. Lakini sio kwamba halikuwa kubwa tangu mbinguni, lilikuwa kubwa tangu mbinguni, lakini ilibidi Yesu approve huo ukubwa wa hilo jina. Kwa hiyo ilibidi aishi kulingana na uwezo wa hilo jina, na akapambana, akamwambia Mungu, siwezi nikaishi chini ya heshima ya hili jina, nitahakikisha hili jina linapata heshima yake, na akahakikisha kweli ameishi hivyo. Na Mungu akasema saizi watu watapiga goti, sio tu kwa sababu lilikuwa jina langu kubwa, lakini kwa jinsi ambavyo umeishi kulingana na hili jina watapiga goti. Haleluya, haleluya. Ngoja nieleze, ni kama vile mtu akiingia kwenye ndoa. Unajua anachokifanyaga? Mchungaji anakupa cheti cha ndoa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Unajua maana yake? Umefaulu ndoa afu hujaanza. Kwa hiyo nenda kuishi, kapambane uprove kwamba hiki cheti hakijakupa kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitendee haki hiki cheti. Ndio Mungu alichokuwa anamwambia Yesu pale mbinguni anapomtuma. Anamwambia mwanangu, nakupa jina langu linalopita majina yote. Lakini kiukweli hili jina ilibidi apewe mtu ambaye anaweza kunyenyekea hata mauti ya msalaba. Anaweza akawa mtii, anaweza akanyenyekea. Kwa hiyo nenda kajitahidi uprove kwamba sijakupa hili jina kwa bahati mbaya, sijakosea kukupa wewe. Haleluya. Na Yesu akalichukua akalitendea haki lile jina. Lakini halikuwa jina lake. Hebu sema halikuwa jina lake. Kwa hiyo kama alikuwa jina lake, maana yake jina la Yesu alilirithi, si ndio? Kama alilirithi na wewe umelirithi. Narudia tena. Kama Yesu alirithi jina la Yesu, na wewe jina la Yesu ni la kwako. Mgeukie ni hapo, mwambie Yesu. Yes. Unajionaje hapo? Haleluya. Ndio maana kama umeokoka kweli. Siku moja nilikuwa natembea tu hivi, tunapiga story, baadaye kuna watu ambao walikuwa pembeni, wanaongea story zao tu, wakataja jina tu Yesu. Yaani wameita tu kwa story zao, akasema si Yesu nini, tukageuka wote. Unajua kwa nini tuligeuka? Ni kama tumeitwa hivi, kwa sababu tumesikia jina letu huko ndani. Wewe si unaonaga, unaweza kuwa uko busy tu, lakini ukisikia mtu ametaja jina la Yesu unashtuka, unamwangalia, ni kama umeitwa hivi, kwa sababu lile jina alilolithi Yesu ndio na wewe umelirithi hilo. Ndio maana wana wa Skewa walishindwa kulitumia jina la Yesu kwa sababu hawajalirithi. Mapepo anasema hili jina sio lenu. Paulo anatumia hili jina, ni jina lake pia. Tukimtazama kwenye ulimwengu wa roho, hatumuoni Paulo kama Paulo, tunamuona Paulo kama Yesu. Nisikilize, ndio maana kuna wakati unaweza kukemea pepo. Pepo likutazama hivi likasema, "Oh, Yesu niache." Kwa nini? Linaona kwenye ulimwengu wa roho, sio wewe. Linamuona Yesu. Ndio maana Yesu anasema mkienda kwa Baba, nendeni kwa jina langu. Maana yake mkienda kwa Baba, tumieni jina la Yesu kama jina lenu. Haleluya. Na hii inasababisha uwe na mamlaka na nguvu ya kutumia jina la Yesu. Kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 43.
Yohana 5:43. Tazama hilo andiko baoni, tulisoma 1, 2, 3, linasemeje? Kwa nguvu, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Yesu alikuwa anasema mnachosababisha msinipokee ni kwa sababu sijaja na jina langu, nimekuja na jina la Baba. Kwa hiyo anamaanisha nini? Jina mnaloliona hili jina Yesu sio langu. Kitabu cha Waebrania 1:4. Waebrania 1:4. Kitu kimoja wapo ulichokirithi, umerithi jina la Yesu. Umerithi jina la Yesu. Twende Waebrania 1:4, 1, 2, 3 nasemeje? Amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kumbe jina la Yesu amelirithi. Kama jina la Yesu amelirithi, tumefanyika wana wa Mungu. Kama tumefanyika wana wa Mungu, na sisi tunarithi kile ambacho Yesu amerithi. Kitu kimoja wapo tulichokirithi ni jina lake, linakuwa jina letu. Ndivyo tunapotambulikana kwenye ulimwengu wa roho. Hautambulikani kwa jina lako tena, hautambulikani kwa kabila lako tena, unatambulikana kwa jina la Yesu. Wakitazama kwenye ulimwengu wa roho, wanamuona ni Yesu anayeongea. Mapepo yakikusikia, nguvu za giza zikikusikia, mifumo ikikusikia, inasikia jina la Yesu linaongea. Inaonekana ni Yesu anaongea. Ukipeleka maombi mbele za Baba, haupeleki kama wewe. Ndio maana Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Maombi yako yanapita kwake kwanza, alafu yeye ndo anayasema kana kwamba ni yeye anayeongea na Baba. Hauonekani ni wewe unaongea na Baba, kwa sababu inapitia kwenye jina lake. Jina lake ndio linalokupa wewe kuongea na Baba kama ni Yesu mwenyewe anaongea na Baba, kwa sababu jina lake umelirithi kama ambavyo na yeye alirithi. Lililokuwa jina lake limekuwa jina lako. Anasema hivi, Baba, hao watu ulionipa kama vile ulivyonituma mimi nami nawatuma wao. Unaelewa hicho kitu? Anasema ulivyonituma mimi ukunituma hivi hivi. Kitu kimoja hapo ulichonipa ulisema chukua hili jina nenda nalo, na mimi nami watuma wao, si watumi hivi hivi. Kitu kimoja hapo nitakachowapa, nitasema nilivyotumwa nilipewa jina, nami ninavyowatuma nawapa jina jipya. Ndio maana anasemeje? Anasema hivi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa nini? Kwa jina langu, sio kwa majina yao. No, watu wangu walioitwa kwa jina langu wananyenyekeza na kuomba. Maana ninapojinyenyekeza na kuomba, siendi na jina la Ezekiel Luvanda, nimeitwa kwa jina lake. Haleluya. Haleluya. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba. Sio watu wangu waliojiita kwa majina yao, sio watu wangu wanaoitwa kwa majina yao. Anasema nakujua jina lako sawa, lakini unapokuja mbele zangu usije na jina lako. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba, nitasikia kutoka mbinguni. Kwa sababu gani? Nitakuwa mbinguni, lakini nikijitazama najiona tena duniani. Najiona mimi kule duniani naongea na mimi wa mbinguni. Ndio maana nitasikia kutoka mbinguni, alafu nitaponya nchi yao. Haleluya. Kitu ambacho watu hawajui, ndani ya jina lako kuna jina la Yesu. Ndani ya jina la Yesu kuna jina lako. Haleluya. Ukiokoka, kwenye jina la Yesu kuna jina lako. Kwenye jina lako kuna jina la Yesu. Ngoja niulize swali. Ukisikia tu mtu anasema Mwalimu Christopher Mwakasege, wanasema mhubiri wa Injili, maana yake nini? Tayari ndani ya jina lake kuna jina la Yesu. Ndio maana anaweza kaandika bango karibu kwenye semina, afa kaika chini pale Mwalimu Christopher Mwakasege. Ila watu wanasema tunaenda kwenye semina kukutana na Yesu. Kwa nini? Kwenye jina lake kuna jina la Yesu. Haleluya. Sasa usisumbuke ukasema ngoja nianze kujiita Yesu. Watu wasianze kujiita Yesu. Kwenye jina lako kuna jina la Yesu ndani yake. Kwenye jina la Yesu kuna jina lako ndani yake. Umerithi jina, ndio maana unaweza ukalitumia. Ndio maana jana tulisoma ukiwa kiumbe kipya, ukiwa umevaa ule utu mpya, kitu gani ambacho kinatokea? Anasema ukivaa utu mpya, kitu kimoja hapo kinachotokea, anasema lolote mfanyalo au mtendalo, fanyeni yote katika jina la Yesu. Kwani ndio jina lako. Nisikize rafiki yangu, ukiandika sahihi yako kama mimi ninavyosaini Ezekiel Luvanda, nikapiga signature kwenye ulimwengu wa roho, inaonekana Yesu ampiga signature. Haleluya. Haleluya. Ukiandika kitu tumeandika jina lako tu. Popote kwenye jina lako jina la Yesu linaonekana. Kwenye ulimwengu wa roho vyeti vyako vimeandikwa majina yako. Kwenye ulimwengu wa roho vyeti vyako vimeandikwa jina la Yesu. Ndio maana huwezi kukosa kazi. Unakosaje kazi kati ni jina la Yesu linaomba kazi? Haleluya. Na naye muomba kazi lazima haya anajua, sijaja kuomba kazi, nimekuja kuchukua kazi ambayo ni ya kwangu, kwa sababu mimi niliyompa hiyo kazi. Kwa hiyo nimekuja na vyeti vyenye jina la Yesu ndani yake. Unawezaje kukataa hiyo kazi? Haleluya. Haleluya.
Ukijua hivi utaishi kwa ushindi, ukijua hivi utaishi kwa raha. Ndio maana usisumbuke na wakati mtu anakutukana. Anapokutukana ajui anatukana jina la Yesu. Ndio maana wakati ule wamemkataa Samuel kuwa nabii, wamwambia Samuel, tutafanyie mfalme. Mbona mataifa mengine wana mfalme? Akati Samuel analia, Mungu akamwambia Samuel, achana nao watu, hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi. Hawajui wanapokataa jina la Samuel, wanakataa na jina la Yesu ndani ya jina la Samuel. Wanapokupiga vita wewe, wanapiga vita jina la Yesu. Wanapokufukuza nje, wanafukuza na jina la Yesu. Wanapokataa yale ambayo unayatenda, wanakataa na yale ambayo Yesu anayatenda. Ndio maana Yesu akasema hivi, atakayewapokea ninyi amenipokea mimi, kwa sababu jina langu liko ndani yenu. Usisumbuke na mtu anayekukataa, ajue anachokataa. Anakataa kikubwa kuliko wewe, anamkataa Yesu ndani yako. Hebu sema nimerithi jina. Sema tena nimerithi jina. Hii ndio maana utalitumia jina la Yesu. Ukisema tu kwa jina la Yesu, unaonekana una uhalali kwa sababu ni jina lako. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikupe jina lingine. Nikupe nafasi nyingine ya uwana ambao tumeipokea. Hii nimekuonyesha tumepokea kuwa mwana wa Mungu, si ndio? Lakini ukiokoka pia, yale wanazungumzia kupokea kuwa wana wa Mungu. Ukiokoka pia unapokea nafasi ya kuwa mwana wa Ibrahim. Hebu sema napokea nafasi ya kuwa mwana wa Ibrahim. Kuna kitu kikubwa kimefucha hapo. Rudi kwenye ile Luka sura ya 19. Tulisoma kuanzia mstari wa 6. Luka 19 kuanzia mstari wa 6. Angalia kile anachokisema. Anasema hivi, wewe Zakayo, unakumbuka tulisoma habari ya furaha hapa, sio? Anasema akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata walipoona, hata watu walipoona walinung'unika wote, wakisema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Tuende mstari wa 8. Anasema hivi, Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu. Angalia sababu aliyoitoa. Anasema hivi, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Ni mwana wa Ibrahim. Takueleza kitu kikubwa hapa, nisikilize kwa makini. Kwa nini Yesu anasema wokovu umefika? Kwa sababu ya huyu ni mwana wa Ibrahim. Sehemu nyingine Yesu anazungumza, anamwambia yule mwanamke aliyekuwa sio wa kabila la Israeli, wanasema ni Mseforonike, aliyekuwa anafuata kwa ajili Yesu kwa ajili ya kupata uponyaji wa binti yake. Unakumbuka? Bwana Yesu asifiwe. Yule mwanamke nadhani Mkananayo ambaye alikuwa anataka kupata uponyaji wa binti yake, Yesu anamwambia sio vizuri kuchukua chakula cha watoto na kutupia ni mbwa. Anasema hivi, sehemu nyingine anasema sikuja kwa ajili ya watu wote isipokuwa nyumba ya Israeli. Kuna maeneo tulikuwa tunasoma lakini ni kama watu tulikuwa tunaruka tu. Nakumbuka tunasoma pale za kuwa Bwana na Mwokozi. Yesu anasema kwenye kitabu cha Matendo 5:31, tuwekee Matendo 5:31 uone kitu. Kwenye Matendo 5:31 utaona kitu cha ajabu pale, kitu ambacho Yesu anakizungumza kuhusu wokovu. Angalia anachosema, anasema mtu huyu Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume awe mkuu na mwokozi. Afanga alichosema, anasema awape wa Israeli. Unaona kile kipengele. Hajasema awape wa Tanzania. Amesema awape ni wa Israeli toba na msamaha wa dhambi. Unaona ni kana kwamba Yesu alikuwa anakuja kwa ajili ya Waisraeli peke yake. Haleluya. Haleluya. Si mnafahamu kitu kidogo ambacho Yesu alikuwa anaitwa? Alikuwa anaitwa kwa nani? Mfalme wa Wayahudi, si ndio? Sasa wewe umeingiaje huko ndani? Haleluya. Ndio maana wapagani wengine watakutana na wewe watasema haiwezekani namtumikia Mungu wa Wayahudi, tumtumikie Mungu wa Tanzania. Kuna namna ambayo Yesu ameweza kutuvuta hadi sisi wa Tanzania, nataka nikuonyeshe leo. Haleluya. Kwa hiyo yule mwanamke Mkananayo aliambiwaje? Hiki sio chakula cha mataifa, ni chakula cha Waisraeli. Yesu anasema nimekuja ili niende kwenye miji ya Israeli. Sehemu nyingine anawaambia hivi anaambia wanafunzi wake kwa mataifa msiende, lakini kwenye mji wote wa Israeli nendeni mkahubiri habari njema.
Kwa nini alianza kwanza na Waisraeli? Na kwa nini awe kana kwamba amekuja kwa Waisraeli? Sisi tutaingiaje huko? Nisikilize, Mungu anapofanya jambo huwa anatafuta mlango kwanza wa kuingilia, na mlango aliotaka kutumia kuingilia duniani ni kupata mtoto wa kwanza. Anamwambia Farao, Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza. Alipata mtoto wa kwanza anaitwa Israeli, ili kupitia Israeli atengeneze watoto wengine, ni sisi mataifa huko. Haleluya! Lakini sio tu atuache hivi hivi, akataka kile ambacho alikifanya kwenye maisha ya Israeli, kile ambacho alikifanya kwenye taifa la Israeli, kile ambacho amekiweka kwenye baraka ya Ibrahim, na sisi tuweze kukipata. Kwa hiyo anasema hivi, kwa Zakayo wokovu umefika kwa sababu ni mzao wa Ibrahim. Anasema kuna agano nimefanya na Ibrahim ambalo mimi nataka niwaokoe watoto wake, watoto wa Ibrahim. Kwa sababu nataka niwaokoe watoto wa Ibrahim, ili agano linakuwa imara kati yangu mimi na Ibrahim. Ninawatafuta wazao wa Ibrahim. Kwa sababu ninazunguka kote, lengo mojawapo nalofanya ni kutafuta watoto wa Ibrahim. Ndio maana Paulo anakuja kutufundisha, anasema hivi, Israeli walipomkataa, ile andiko ambalo ameandika Yohana, anasema alikuja kwa walio wake walimkataa. Yeye alikuwa anazungumzia watu gani? Anazungumzia Israeli kumkataa. Anasema nimekuja kwa Waisraeli ambao walikuwa watoto wangu, wamenikataa, lakini akasema hivi, lakini wale walionipokea ambao hata si Waisraeli na wapo uzima wa milele. Haleluya! Lakini pia Paulo anakuja kueleza, anasema wale walipomkataa, wokovu ukageukia mataifa. Lakini anasema kama ukataa kwao, wokovu ulikuja kwetu. Na waambieni hata kwa kutii kwao, wokovu ungekuja kwetu zaidi. Kwa hiyo hatutaki kuwatoa Waisraeli, hatutaki kusema Waisraeli wakataa ili sisi tupokee. Wakikataa tunapokea, wakikubali tunapokea zaidi. Haleluya, haleluya. Lakini pamoja na hivyo, ninataka kile ambacho nimeanza na Israeli kisibaki kwa Israeli peke yake. Ninataka kirudi kiwafikie mataifa yote. Kwa hiyo tutahakikisha natengeneza mfumo ambao utawachukua mataifa, utawaweka chini ya baraka ya Ibrahim, utawachukua mataifa, utawafanya kuwa watoto wa Ibrahim. Kwa sababu kuna vitu Mungu atavifanya na watoto wa Ibrahim peke yake, hatafanya na watu wengine. Angalia Luka 13. Luka 13. Tuanzie mstari wa 10. Tusome historia kuanzia mstari wa 10. Nazungumza kitu kikubwa sana hapa, nataka uende nacho taratibu, ndio maana nakifundisha taratibu mpaka uone unavyoingia kwa mzao wa Ibrahim. Nafasi ya maana sana hii. Anasema hivi, siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi moja wapo. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18. Naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Twende mstari unaofuata. Anasema Yesu alipomwona alimwita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Napenda sentensi za Yesu. Yaani wakati huo bado mgonjwa anaumwa, ila anamwambia umefunguliwa. Haleluya. Yaani unaja kumwambia mgonjwa unajisikiaje? Umepona? Hujapona? Umepona, nenda. Haleluya. Hichi ndio ambacho nilijifunza na ambacho huwa nakifanya. Nikikuombea mimi najua ni umepona. Ukishapona mimi nakwambia umepona. Huna haja kuniambia sijisikii. Umepona. Si unakumbuka ile jamaa ile kwenye mlango ule mzuri? Petro analiambia kwa jina la Yesu simama uende, limekaa. Petro akana usinisumbue. Kashika mkono akalinyanyua. Kwa vipi tunaweza kuzalisha jina la Yesu hapa? Kumbe hutaki kusimama tu. Haleluya. Sema akaweka mikono juu yake. Mikono yake juu yake. Naye akanyoka. Mara hiyo akamtukuza Mungu. Mstari wa 13. Anasema basi mkuu wa sinagogi akakasirika kwa sababu Yesu ameponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akamwambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi, basi njooni mponye katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki. I like Jesus. Ya Yesu kuna wakati alikuwa anafanya vitu fulani. Siku moja wanamwambia Herode anamtafuta kuue. Akasema kamwambieni yule mbweha leo na kesho anafanya kazi. Wewe unaweza kumwita rais mbweha. Kamwambieni huyo mbweha leo na kesho anafanya kazi na siku ya tatu utadhihirika. Wafikiria hapa ni kanisani na mtumishi pastor amekukosoa, unasema enyi wanafiki. Unajua mpaka wakati mwingine nikisoma ile maandiko Yesu anasema yeye ni mpole. Najiuliza Yesu huo ndio upole huo? Huo ndio upole? Upole sio kwa mnyonge. Anasema enyi wanafiki, kila mmoja wenu yeye amfungui ng'ombe wake na punda wake siku ya Sabato katika zizi, aende naye kumnywesha. Mstari wa 16.
Anasema na huyu mwanamke aliyeoa uzao wa Ibrahim. Umeona kilichomfanya mponye huyu mwanamke ni kwa sababu ni uzao wa Ibrahim, ambaye shetani amemfunga miaka hii 18, miaka 18 hii haikumpasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato. Ninataka ukiona kwenye ile andiko lote, sababu ya Yesu kwenda kumtafuta huyu mwanamke, anasema huyu mwanamke ni wa uzao wa Ibrahim. Kuna kitu nimewahi kupatana na Ibrahim ambacho mtu yoyote hawezi akakipata isipokuwa atakipata kwa kurithi tu. Lazima awe uzao wa Ibrahim, lazima awe kwenye cheni ya Ibrahim. Akiwa kwenye cheni ya Ibrahim atakipata hicho kitu, na sina namna ya kukichukua hicho kitu kukileta kwa watu wengine isipokuwa wamekuja wenyewe kujiingiza kwenye uzao wa Ibrahim. Haleluya! Na ndicho Paulo alichokuwa anakiita siri kubwa. Anasema hivi, nimefunuliwa siri kubwa kwamba mataifa ni warithi wa ahadi ya Ibrahim, ni warithi wa baraka ya Ibrahim. Na ikawa inasumbua kidogo, unawaingizaje mataifa kwenye urithi wa Ibrahim wakati hawajazaliwa kwa damu ya Ibrahim, hawajatokea kwenye viuno vya Ibrahim? Unawaingizaje Watanzania wa Bongo kwenye viuno vya Ibrahim? Inatokea wapi? Haleluya! Sasa ngoja nikwambie, Yesu alipokuja, hii ndio ilikuwa ni sababu kubwa iliyomfanya Yesu afe msalabani. Janielewa, nisikilize kwa makini. Yesu angeweza kufa kifo kingine chochote, angekufa kifo kingine chochote kile kingewaokoa Waisraeli peke yake. Kufa msalabani tu ndio kulikuwa kuna uwezo wa kumfanya Yesu achukue na mataifa waje kwenye uzao wa Ibrahim. Ngoja nielekeze taratibu. Angekufa, sinakumbuka Yesu akiwa amezaliwa tu, Herode akataka kuua na akaua watoto chini ya miaka miwili, najua miaka miwili, sinakumbuka. Alichokuwa anatafuta ni nini? Yesu angekufa wakati ule akiwa na miaka miwili, tusingeokolewa kama mataifa. Ndio maana Mungu akasema hivi, Yesu alipokuja akawa mtii, akanyenyekea akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa nini alitafuta mauti ya msalaba? Na nataka nikizungumze, kwa nini asingekufa vingine? Mnakumbuka kuna siku walitaka kumpiga mawe, wakamshika kule hekaluni, sinakumbuka? Kwa sababu alijiita Mungu, wakati ni Mungu halisi, wenyewe wakaisi amejiita, wakamkamata akataka kwenda kumuua. Biblia inasema akapita katikati yao akaondoka zake. Kwa nini akakubali kufa kwa kupigwa mawe? Kwa nini sio kila damu ya Yesu inayokusaidia isipokuwa damu ya Yesu ya msalaba? Yesu tunafahamu akiwa na siku 8 Yesu alitahiriwa. Hiyo kuna siku moja kwenye maombi yako umesema kwa damu ya kutahiriwa anajitakasa. Damu ya kutahiriwa haisaidii chochote. Haleluya. Alikuwa mwana wa seremala, si ndio? Inawezekana kwenye ufundi ya maji gonga na nyundo damu ikatoka. Hiyo umaisikia hiyo damu ikikusaidia? Haisaidii. Mnakumbuka kile Getsemani aliomba, si ndio? Mpaka jasho likatoka damu, si ndio? Lakini ile damu haijawahi kuokoa, si ndio? Kwa nini damu ya msalaba peke yake? Na kwa nini kifo cha msalaba peke yake? Ngoja nikuonyeshe kitu. Mjingaji ndani yako mwambie tunakula shule. Kuna kitu kilikuwa ndani ya msalaba ambacho Mungu alikuwa anakitafuta. Ndio maana akahakikisha hakuna namna yoyote ambayo Yesu atakufa nje na msalaba. Kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 na wa 14. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 na wa 14. Itazama hiyo mistari kwa makini kuonyesha kitu cha maana. Anasema hivi, Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Kumbuka, usipokuwa tu mtu wa uzao wa Ibrahim, laana ya torati ilikuwa ni maisha yako, kwa sababu inafunguliwa tu kwa wale ambao ni wazao wa Ibrahim. Kwa hiyo anasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Hapo akasemeje? Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Kwa hiyo ilibidi afe msalabani tu kwa sababu imeandikwa, amelaaniwa mti yule aangikwae juu ya mti. Kwa hiyo ilibidi aende kuangikwa juu ya mti ili afanyike laana, avunje laana iliyopo kwa mataifa. Kwa hiyo angekufa kifo kingine asingechukua laana zetu, kwa sababu laana inaangikwa kwa mtu aliyepo juu ya mti. Aliyeangikwa juu ya mti ndo anachukua laana. Akasemeje? Ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikie mataifa katika Yesu Kristo. Kwa hiyo akaondoa ile laana iliyokuwepo huku kwetu, laana ya torati, na baraka ya Ibrahim ikatufikia mataifa. Haleluya! Ndio maana katika Yesu Kristo tukajikuta na sisi tunaingia kwa wazao wa Ibrahim. Akasema mataifa
ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Sasa angalia, hii baraka ya Ibrahimu ilipofika kwetu, haiingii kama kusema baraka, inaingia kama Roho Mtakatifu. Ndio maana Petro alishangaa nyumbani kwa Kornelio alipoona Roho Mtakatifu amewajaza mataifa, akasema Mungu naye hana upendeleo, hata kwa mataifa anaingia. Hakujua Yesu alichokuwa anafanya msalabani. Yesu kwa nini ameng'ang'ana hata kifo cha msalabani? Aling'ang'ana hata kifo cha msalabani akijua nitavunja laana ya torati iliyopo kwa mataifa, na mataifa watahesabiwa kuwa uzao wa Ibrahim, alafu baraka ya Ibrahim itaingia kwao. Na itaingiaje? Itaingia kama Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Ndio maana Mungu wakati anaongea na Ibrahim aliweka vitu vizuri sana, aliweka vitu kwa makini kweli kweli. Jana wale wakasema anaongea kitu kama watu waliona. Alisema hivi, wakati Ibrahim ameenda kumtoa Isaka sadaka, alimtoa Isaka sadaka. Alipompa Isaka Mungu, Ibrahim alikuwa baba wa taifa la Israeli kwa sababu alimtoa Isaka ambaye atamzaa Israeli ambaye ni Yakobo, si ndio? Lakini Mungu alipomzuilia Isaka akampa mwanakondoo, akamtoa mwanakondoo, ilifanya Ibrahim awe baba wa mataifa kwa sababu anamtoa Yesu kama mwanakondoo. Kwa kama Isaka kumtoa sadaka ya Isaka akawa baba wa Israeli, lakini alipotoa na mwanakondoo Ibrahim akawa baba wa mataifa. Kwa hiyo Waisraeli wanaingilia kwa Ibrahim kupitia kwa Isaka, lakini sisi mataifa tunaingilia kwa Ibrahim kupitia kwa mwanakondoo anaitwa Yesu Kristo. Ndio maana Mungu anasema hivi, Paulo anazungumza anasema hivi, Mungu alimwambia hivi, Ibrahim baraka yako nitaifanya imara na kwa mzao wako. Ngoja nisome hilo andiko. Ukitoka hapo utagundua utakiwa maskini, utakiwa kuumwa, hizo ndo baraka za Ibrahim. Utakiwa kuteseka, hizo ni baraka za Ibrahim. Utakiwa kuonewa, anasema mataifa watoto zao wako watamiliki mlango wa maadui zao na wale wanaowachukia. Yaani utakiwa kuonewa, utakiwa kusumbuliwa kwa sababu baraka ya Ibrahim imekufikia kwa njia ya Kristo Yesu. Haleluya. Baraka ya Ibrahim imekufikia, utakiwa kupata shida. Nenda hiyo Galatia sura ya 3. Mstari wa 16 uone kitu cha maana pale. Wagalatia 3:16. Angalia hilo andiko. Niangalie ubaone, nataka ulione vizuri. Anasema basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahim na kwa mzao wake. Afa anasema hivi, Paulo anaambia kitu cha maana. Sikiliza hilo andiko. Anasema hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yaani Kristo. Unajua kwa nini? Ibrahim alikuwa na wazao, si mnafahamu? Alikuwa na Ishmaeli na Isaka. Kwa hiyo Mungu anaposema nitafanya baraka yako kwa mzao, maana yake anamwambia Ibrahim usimwaze Ishmaeli wala Isaka. Kwa sababu ningesema wazao wako, ningekuwa na maanisha Ishmaeli na Isaka. Lakini nimesema mzao, kuna kitu nakitafuta zaidi ya Ishmaeli na Isaka. Sizungumzii baraka yangu kuipitisha kwa Ishmaeli na Isaka. Nazungumzia baraka yangu kuipitisha kwa mzao wako, mmoja wapo atakuwa anaitwa Kristo. Haleluya. Kwa hiyo angesema kwa wazao tungeelewa kwamba ni Waisraeli peke yake. Lakini aliposema kwa mzao anazungumzia mmoja. Haiwezekani. Ibrahim ana watoto wawili. Kwa nini umesema ni kwa mzao mmoja? Ninasema mmoja kwa sababu ninataka Yesu apite kuwa mtoto wa Ibrahim. Ndio maana Yesu akapita kama mwana wa Daudi ambaye ni series ya Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Akajiita mwana wa Daudi maana yake limetokana na Ibrahim. Na kwa sababu hiyo kutokea kwa Kristo, Kristo akasema mimi ndio yule mzao. Ndio maana alisema mataifa watajibarikia kwa mzao wako, si ndio? Angalia, yeye jibariki kwa Isaka. Kwani wewe kuna siku umesema kwa jina la Isaka najibariki? Tunajibariki kwa jina gani? Jina la Yesu. Kwa sababu Mungu alikuwa anamwambia Ibrahim kwa mzao, akimaanisha Yesu. Kwa hiyo Ibrahim anafikiria Isaka, Mungu anafikiria Yesu, wala anafikiria Isaka. Na Mungu akawa makini na sentensi zake, akasema kwa wazao, akasema kwa wazao, akasema kwa mzao. Yeye Ibrahim akafikiria anazungumzia mtoto wake. Mungu alikuwa anamruka Ibrahim, anaenda mbali sana ambapo Ibrahim haoni. Yeye Ibrahim anaona mtoto atakayemwona kwa macho yake. Mungu anamwangalia Yesu ambaye Ibrahim hatamuona hata kwa macho yake. Haleluya. Haleluya. Akasema kutokea kwa huyu hii baraka zilitembea tu kwa Waisraeli, lakini zilizofika kwa Yesu akagundua hizi baraka zitaki kuendelea kubaki kwa Waisraeli, inabidi ziende kwa mataifa yote. Anajua alichokifanya, akaenda msalabani. Pale msalabani ndio kutokea mgawanyiko
mgawanyiko ambao zile baraka zikaanza kugawanyika zikaenda kwa Waisraeli. Umewahi kuwa na bomba moja linapitisha maji namna hii siku zote, alafu ukafika mbele ukaamua ulifunge, alafu ukaenda vitabu vingi vingi ili vianze kusambaza kwenda mataifa mengine? Ndivyo ilivyokuwa, zilikuwa zinatembea baraka kwa Waisraeli peke yake. Yesu akasema hapana, nimeuona msalaba, msalaba umegawanyika, msalaba una uwezo wa kuvunja laana, alafu hizi baraka zikaenda kwa mataifa ambao walikuwa hawafikiri. Ndio maana nitahakikisha ninakufa mauti ya msalaba, ili kupitia kwenye msalaba iwe ni kama bomba la chemichemi. Sinafahamu kule maji yanatoka kwenye bomba, yametoka mkondo mmoja yamenyoka hivi, lakini yakifika yanakutana na kile kidude cha bomba la chemichemi, lina matoko mengi mengi, inaweza ikasambaza kwa mataifa yetu. Haleluya, haleluya! Msalaba ndio sehemu ya kugawanyia zile baraka, haziendelee kukaa na Waisraeli peke yao, zikaja na kwa mataifa. Ndio maana inabidi Yesu afe msalabani ili aiondoe laana tuliyokuwa nayo, inaitwa laana ya Torati. Kuanzia hapo mataifa tukawa wazao wa Ibrahimu. Kwa hiyo kile alichokifanya kwa Zakayo, akasema wokovu umekufikia kwa sababu ni mzao wa Ibrahimu, anakifanya na kwangu kwa sababu na wewe ni mzao wa Ibrahimu. Kile alichokifanya kwa yule mwanamke aliyekuwa amepata shida, aliyekuwa na udhaifu, ndicho ambacho anakifanya na kwako. Anasema namkomboa huyu kwa sababu na huyu naye ni mzao wa Ibrahimu. Haleluya! Mgeukie jirani yako, mtikise kidogo, mwambie mzao wa Ibrahimu wewe. Mwambie wewe ni mtoto wa Ibrahimu, una baraka za Ibrahimu ndani yako. Haleluya! Kwa zile ahadi zote zilizotamkwa kwa Ibrahim, ukifanya hivyo utaelewa. Unaposema nitakuwa kichwa sio mkia, unamaanisha kwa sababu hizo baraka hazikuwa kwako, zilikuwa ni za watoto wa Ibrahim, lakini saa hizi na wewe ni mtoto wa Ibrahim. Ndio maana tutaki kuteseka, rafiki yangu. Ndio maana anasema ametuokoa kutoka kwenye kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ametuingiza kuwa wazao wa Ibrahim. Hatutaki kuteseka kuendelea kusema yani mimi laana za Unyakyusa zinanisumbua. Hazikusumbui tena, kwa sababu sio mtoto wa Kinyakyusa, wewe ni mtoto wa Ibrahim. Wewe sio mtoto wa Kichaga, ni mtoto wa Ibrahim. Wewe si una laana za Kisukuma, wewe ni mtoto wa Ibrahim. Haleluya! Na wazao wa Ibrahim waisee wanamiliki mataifa. Wazao wa Ibrahim anasema nitaondoa laana zote na magonjwa yote yanayotaja kwa Misri, hayataji kwa wazao wa Ibrahim. Ndio maana hatuteseki, rafiki yangu. Ndio maana hatupati kwa sababu ahadi zilinenwa kwa Ibrahim na mzao wake anaitwa Yesu. Yesu amezileta kwetu, hizo baraka zimetufikia na sisi huko. Kwa unapookoka, ndio maana inabidi umpokee Yesu. Unapookoka haufanyiki tu mwana wa Mungu, unafanyika mwana wa Ibrahim. Kila agano ambalo Mungu alifanya na Ibrahim liko kwako. Kila ahadi aliyompa, anasema nitalikuza jina lako. Nitalifanya kuwa kubwa. Anasema atakayekubariki atabarikiwa, atakayekulaani atalaaniwa. Hivyo vyote vipo kwako. Nisikilize, wakati mwingine utakiwa kushinda na mtu anayekulaani. Anasema hivi, kesho utakufa. Nimwambia wewe, unajua unachokifanya? Utakufa wewe kesho, kwa sababu ni mzao wa Ibrahim. Ukisema ninakufa, unakufa wewe. Ukisema ninaumwa, unaumwa wewe. Ukisema nitaangamia, unaangamia wewe. Mimi ni mzao wa Ibrahim. Haleluya! Jamaa mmoja anaitwa Balaamu alienda kuwalaani Israeli. Anasema kila alipojaribu kuwalaani ndipo alipozidi kuwabariki. Akasema nitawalaanije waliobarikiwa na Bwana? Nitawalaanije wazao wa Ibrahim wamebarikiwa na Bwana hawa? Anayetamka laana hajui laana ikija kwako inaangalia, nasema Mungu atufanyaje kazi? Labda tu nigeuke niwe baraka. Akisema kuanzia leo utakuwa maskini, inakuja kama maskini kicheki namna hii. Inasema ulipo maskini wa volti 5 inageuka na kuwa utajiri wa volti 5, kwa sababu Mungu anayo umaskini Bwana. Haleluya! Paketi ile ya laana iliyotuma kwako itakuwa paketi ya baraka yako katika jina la Yesu. Paketi ile ya magonjwa iliyotuma kwako itakuwa paketi ya uzima wako katika jina la Yesu, kwa sababu una baraka ile. Baraka ile inabadilisha kila kitu kibaya kinakuwa kizuri. Ndicho Yusufu alichoongea, anasema ninyi mlikusudia kuwa mabaya, lakini Mungu alikusudia kuwa mema. Kila ubaya unaokuja kwako kama mzao wa Ibrahim, ubaya unabadilika kuwa wema. Gereza linageuka kuwa ikulu. Hautaki kusumbuka. Mwimbaji mmoja anaitwa Mwalimu Ambwene anasemaje? Wakilituma jangwani linageuka linakuwa bustani. Kule ambapo wanatusukumia ndiko Mungu anapumzikia. Wao wakizana wanatukimbiza, Mungu anatusindikiza. Wenyewe wanatusindikiza tu, wanatupeleka kwa Mungu, kwa sababu tu wazao wa Ibrahim. Kila ukiweka negative kwetu inakuja inakuwa positive. Ukiweka negative 100 ikileta kwetu inakuwa positive 100. Hatuna hata haja ya kuikataa laana yako, tunaigeuza tu inakuwa baraka. Ukiweka kama laana, tunasema tupe hiyo laana, tu wazao wa Ibrahim. Ikija kwetu inageuka inakuwa baraka. Ndio maana baraka akamkasirikia Balaamu, akasema ninawatuma walaani, lakini mwabariki mara hizi zote 3. Mara hizi zote 3 mwabariki. Akamwambia hujui tu. Hao jamaa ukianza kusema unasema
unashangaa umesema ubarikiwe. Haleluya, haleluya. Ukijua hivi utakuwa huru. Utajua ni mzao wa Ibrahim. Aisee, nimeokoka ni mzao wa Ibrahim. Anasemaje kwa mzao wa Ibrahim? Hakutakuwa na tumbo lililotasa wala tumbo linaloharibu mimba. Haiwezekani ni mzao wa Ibrahim. Unasema sipati mtoto. Nenda mbele za Mungu. Mwambie Mungu, haiwezekani kwenye ndoa yangu hamna mtoto na mimi ni mzao wa Ibrahim. Umesema kwetu hakutakuwa na tasa Bwana. Umesema kwetu hakutakuwa na mtu mwenye kuharibu mimba. Sijaje kuomba tu ulipe mtoto. Nimekuja kudai haki yangu kama mzao wa Ibrahim. Na kama ulivyofanyia yule mama, ukasema kama mzao wa Ibrahim afanyiwe hivi, aponywe, na mimi kama mzao wa Ibrahim nipe haki yangu sawasawa na ahadi. Na Mungu ni mwaminifu, aliahidi sawasawa na ahadi yake atatimiza kwako. Kuna vitu ni haki yako kwa sababu tu ni mzao wa Ibrahim. Simama kwa miguu yako. Umeelewa sasa? Umeokoka, umefanya kitu kikubwa. Ni kati ya uamuzi wa maana uliwahi kufanya kwenye maisha yako ni kuokoka. Fanya uamuzi wa maana kuja kwenye uzao wa Ibrahim, mrithi sawasawa na ahadi ambazo amepewa Ibrahim. Fanyika mwana wa Mungu, mrithi sawasawa na ahadi alizopewa Yesu kama mwana wa Mungu. Kuonyesha vitu viwili leo. Ulipookoka umekuwa mwana wa Mungu, ukarithi hivyo ulivyo Yesu. Ulipookoka unakuwa mwana wa Ibrahim, unarithi kila ahadi. Sema Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa wokovu huu. Nimeelewa kwa nini ulisema sisi tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii. Kweli ni mkuu sana, kweli ni mkuu sana. Leo nimeuchunguza, nimeuelewa. Leo nimeutazama, nimeufurahia, nimeona jinsi ulivyo mkuu. Bwana, asante kwa kunifanya kuwa mtoto wa Mungu na kunifanya kuwa mwana wa Mungu, nikirithi vile ambavyo Yesu umerithi. Umeniridhisha jina lako, umeniridhisha damu yako, umenipa na tembea navyo muda wote, ninavyo, ni haki yangu, ni halali yangu, lakini pia umenifanya kuwa mwana wa Ibrahim. Asante Yesu kwa kupita msalabani ukatuvunjia laana ya Torati. Sisi watu wa mataifa tukapokea baraka ya Ibrahim, ikaja kwa njia ya Roho Mtakatifu, nami naipokea kwa imani. Kuanzia leo ninakiri, na ndivyo ninavyojulikana kwenye ulimwengu wa roho. Ninatamka, nimetambua nafasi yangu. Mimi ni mzao wa Ibrahim, mimi ni mzao wa Ibrahim. Ninatangaza katika jina la Yesu, ninatangaza katika jina la Yesu, sawa sawa na wokovu niliopokea, sawa sawa na wokovu niliopokea. Mimi ni mzao wa Ibrahim. Nguvu za giza sikieni, falme za giza sikieni, dunia sikia, mbingu sikia. Mimi ni mzao wa Ibrahim, mimi ni mzao wa Ibrahim. Magonjwa sio fungu langu kama mzao wa Ibrahim. Tuna baraka juu yetu, hatuna laana juu yetu. Kila laana huwa inafanyika baraka kwetu. Kila neno la laana limebadilishwa, limekuwa baraka. Wazao wa Ibrahim wanaongezeka tu, wazao wa Ibrahim hawapungui. Ninatangaza fedha yangu haitapungua, mali zangu hazitapungua, maana wazao wa Ibrahim wanaongezeka. Waliopelekwa Babeli walihitaji hata Babeli, waliopelekwa Misri walihitaji hata Misri. Mimi ni mzao wa Ibrahim, lakini nimeletwa Tanzania, nitastawi Tanzania, nitastawi Tanzania, nitastawi Tanzania, nitastawi Tanzania. Wazao wa Ibrahim tuna baraka yetu. Tulipoingia nyumbani kwa Potifa alistawi, na mimi ninapoingia kwenye biashara zangu, hizo biashara zitastawi. Hata walioniamini wanastawi, watajua baraka hii ni kwa sababu kuna mzao wa Ibrahim. Nimeingia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila laana kwa hiyo unaendelea kukaa kwako, ninakutamkia toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Magonjwa toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Utasa toka kwa jina la Yesu, mauti toka kwa jina la Yesu. Mimi nimetambua leo ni mzao wa Ibrahim, ni mzao wa Ibrahim. Ninapokea uhuru sawa sawa na uhuru wa wazao wa Ibrahim. Hey!
hizi siku 5 zinarejesha utukufu na heshima kwako. Asante kwa ajili ya ufunuo, asante kwa ajili ya maarifa, asante kwa ajili ya hekima kwenye hizi siku 5. Mungu, hatujizanie wenyewe kwamba tumetosheleza, lakini utoshelevu wetu unatoka kwako. Tunarejesha utukufu wako. Siri hizi Mungu uliwaficha wenye hekima na akili, ukatufunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Ninakushukuru Mungu wangu. Asante Bwana kwa ajili ya siri hizi zinazosaidia watoto wako waliookoka. Sasa wanajua kwa nini wameokoka. Sasa wanajua nini kimetokea walipookoka. Ujasiri wao unaongezeka ndani ya wokovu. Hapa hawataionea haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu kuleta wokovu, na wameelewa nini kimetokea ndani yao. Hawezi kuwa na haya tena, hawezi kuogopa tena kusema nimeokoka, hawezi kuogopa kusema ninamwamini Yesu. Wanajua kilimo kikubwa walichokifanya. Asante Bwana Yesu kwa kuwa umetukumbuka, Mungu uliye hai. Ninaomba utupe neema pia watu wengine ambao hawajaokoka wampokee Yesu na wao waokoke, wapate ambacho Mungu tumekipata, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Yesu, barikiwe Mungu wangu, katika jina la Yesu, amen. Haleluya. Tulisema leo tutakuwa na sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Anza kushika sadaka yako tuweze kumshukuru Mungu. Unganisha sadaka yako na ufunuo uliopata kwenye wiki hii. Unganisha sadaka yako na ufunuo uliopata kwenye wiki hii. Mungu akafanya wokovu wako uwe halisi sawa sana tulivyojifunza. Wokovu usipungukiwe chochote kati ya yale tuliyojifunza. Usipungukiwe. Kwa nini wokovu wako uwe chini ya hiki kiwango ambacho Mungu ametupa? Hii ndio standard ya wokovu. Hiki ndio kiwango halisi cha wokovu. Nyanyua sadaka yako kwa Bwana. Sema, Baba, katika jina la Yesu, nimekuja mbele zako na moyo wa shukrani. Nimeleta na sadaka yangu. Ifunue moyo wangu. Umesema hazina yangu ilipo ndipo moyo wangu utakapokuwa. Nimeleta hii sadaka, lakini ninauleta moyo wangu. Uone moyo wangu. Umejifunza wiki zima kwa habari za wokovu, kwa habari za wokovu. Nimetazama wokovu ulivyo, lakini nikiutazama ndani yangu haujajifunua hivyo Bwana. Ndio maana nimekuja utazame moyo wangu, uwekeze ndani ya moyo wangu huo uhalisia wa wokovu kama nilivyouona kwenye hili wiki, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nirejeshee furaha ya wokovu kwenye huu moyo ninaokuletea. Rejesha furaha ya wokovu katika jina la Yesu. Nirejeshee kukutazama kama Bwana, yani uwe kiongozi wangu siku zote, kukutazama kama Mwokozi, yani uniokoe siku zote. Weka kwenye moyo wangu, weka kwenye moyo wangu, weka kwenye moyo wangu e Bwana, kuwa mtu mpya, kuwa mtu mpya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuwa mtu wa rohoni, kuwa kiumbe cha rohoni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nirejeshe e Bwana, nirejeshe e Bwana, na ufunue e Bwana nafasi yangu kama mtoto wako, kama mwana wako, kama mrithi wa vitu vyako, mrithi kwa Mungu. Na nirejeshe Bwana nafasi ya kuwa mtoto wa Ibrahimu ionekane moyoni mwangu, ikadhihirike kwenye maisha yangu. Ninakuletea moyo wangu kwenye hii sadaka. Tazama e Bwana, sijaona huo wokovu kama ulivyonenwa. Unasema wokovu ulinenwa na Bwana. Ninataka uwe kama ulivyonenwa, na hivi ndivyo ulivyounena. Mimi ni mzao wa Ibrahimu. Nataka nione e Bwana baraka ya Ibrahimu kwenye maisha yangu, baraka ya Ibrahimu kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ahadi za Ibrahimu zitimie kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Uone huu moyo Bwana na upokee, uone huu moyo Bwana na upokee katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba kwa dakika kidogo, iombe sadaka yako, iombe sadaka yako. Sasa na kila ufunuo ulioupata, ramashana la basia remasede boshata la badosa lika la basanda la bakoria. Oh, sisi je, tungepataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, tusipojali wokovu mkuu namna hii, tusipojali wokovu mkuu namna hii. Ramanda la basia. Baba, tumeleta na sadaka, tumeleta na sadaka. Oh Mungu uliye hai, ili ufunue hiyo baraka ya Ibrahimu kwenye mioyo yetu. Wengine wanatumia laana, hawajui wakilaani wanalaniwa wao, katika jina la Yesu. Na laana zao zinabadilika kuwa baraka kwetu,
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rema shaka raba babaye, rema saka raba shaka raba kuya, kalaba sia mandala makuya. Hatujaokoka ili kupotea, hatujaokoka ili kupotea. Oh, Kristo ulifufuka, na kama ungekuja kufufuka, imani yetu ingekuwa ni bure na sisi tungekuwa tumepotea, lakini hatujaokoka ili kupotee, maana umefufuka. Imani yetu ni halisi, imani yetu ni halisi, na sisi tuna thamani kubwa sana, tuna utajiri mkubwa sana. Hatutupi ujasiri, tumeona ulivyo na vitu vingi. Mungu, pokea sadaka zetu. Baba, pokea sadaka zetu, ziwe kama sadaka ya Kornelio, zikukumbushe kwamba Mungu tumeelewa wokovu wetu na tunataka uhalisia wa wokovu wetu. Zikukumbushe kila wakati kwamba tumeelewa wokovu wetu, tunataka tuone huo uhalisia wa wokovu wetu kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Yesu, katika jina la Yesu, amen. Naweza kutoa sadaka yako wakati tunamshukuru Mungu. Basi tunamshukuru kwa ajili ya siku hizi tano ambazo tulikuwa na mtumishi wa Mungu mahali hapa. Ninaamini kuna kitu ambacho kimeongezeka kwenye maisha yako. Hautabaki kama ulivyokuwa katika jina la Yesu. Maisha yetu yanabadilishwa jumla kuanzia sasa katika jina la Yesu. Hautayumbishwa na mifumo ya ulimwengu katika jina la Yesu. Unayo mifumo ya kimbingu ambayo tayari imeingia kwenye maisha yako, na hiyo ndio ambayo itakuwa ndio maisha yako katika jina la Yesu. Hautababaishwa na myumbo wa mfumo wa ulimwengu, hautayumbishwa na kila kitu kingine kinachoyumbishwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alimpa kibali pia kwa pamoja na sisi. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana 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 sana. Kwa kweli tumekula na kunywa na kufurahia uwepo wako mahali hapa. Mungu akubariki sana. Amen. Yesu makofi kwa jina. Kati ya watu ambao Mungu kweli kabisa ametupa na tunamshukuru Mungu ya kwamba Mungu ametupa watu sahihi, mtumishi wa Mungu Lufanga. Kuna watumishi wa Mungu wengi, lakini pia na yuko miongoni mwa watumishi wa Mungu ambao Mungu ametupa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi tukifikia mwisho wa ibada yetu, mtumishi wa Mungu ana ibada sehemu nyingine tena, basi tutampa nafasi aweze kwenda kwenye ibada, lakini pia niwatakie kazi njema. Mungu awabariki sana. Naamini nyuso zenu zimefurahia kitu ambacho mlikipokea. Ninaona nyuso za furaha, ninaona nyuso za kubarikiwa, ninaona nyuso za matajiri hapa. Haleluya, jipigie makofi tajiri wa leo. Kuanzia leo uso wako unaonyesha kwamba wewe ni tajiri, umefanikiwa na zile baraka za Ibrahimu zimeshakufikia katika jina la Yesu. Pokea hiyo baraka, pokea hiyo baraka. Laana imevunjika kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Baraka za Ibrahimu zimekufikiria katika jina la Yesu. Nenda ukafanikiwe, nenda ukastawi, nenda ukasumbua walimu katika jina la Yesu. Haleluya. Nenda kusumbua kati ya kitu ambacho kimepewa na Mungu ni kusumbua watu ili wamjue Yesu. Hata wasumbue ili wabaki hivyo, tunawasumbua ili wajue zile baraka ambazo ziko ndani yetu. Wamrudie Kristo katika jina la Yesu. Ndivyo itakapokuwa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya.
Basi tumemaliza ibada. Mungu aendelee.